Januari 9 mwaka huu 2026, klabu ya Young Africans ilitoa tangazo la kukaribisha makampuni na mataasisi mbalimbali kuja kuomba tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye kujenga uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa yetu tuliitoa kupitia magazeti ya serikali, kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tulitoa taarifa ile pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa maana ya kurasa za klabu yetu ya Yanga. Na nikiri, tulipata maombi mengi kutoka mataasisi na makampuni mbalimbali yakionyesha utayari wao wa kuja kushirikiana na klabu yetu ya Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Tuliendesha mchakato kwa weledi mkubwa, kwa uwazi, kwa makampuni na mataasisi haya kutuma maombi yao based on vigezo ambavyo tulivitoa kwenye taarifa yetu. Kama nakumbuka taarifa ambayo tuliitoa ya kutangaza watu kuomba tenda hiyo, tuliweka pia na vigezo. Tuliainisha kwa mfano stadium capacity, tulisema aina ya kiwanja tunachokitaka, lakini pia tulimalert yoyote ambaye angetuma tenda hile vigezo ambavyo tungevitazama pia kwa kampuni yake au taasisi yake. Kwa hiyo baada ya kutoa vigezo vile na maombi kutumwa kwa wingi, tukawa na siku 14 kama ambavyo barua yetu ilieleza, za kuchakata maombi hayo, kuangalia ni wangapi wamekidhi vigezo vya kukabidhiwa tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii, uongozi wa klabu ya Young Africans kupitia kamati yake tendaji ulikutana Jumamosi kama ulivyowajulisha hapo mwanzo, ukaenda kuchakata hilo jambo, na sasa wamekuja na mshindi ambaye ameshinda kwenye tenda hiyo. Nichukue fursa hii, ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans na Watanzania kwa ujumla, kuwatangazia kwamba kampuni ya GSM Tanzania Limited ndiyo kampuni iliyoshinda tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Naomba nirudie hapo, baada ya kamati tendaji kupitia mchakato